Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Karibuni sana kwa program yetu siku ya leo kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya upendo wake na fadhili zake ambazo ni za milele. Ninafurahia nafasi ambayo ni ya kushiriki neno la Mungu na wewe ukiwa mahali popote pale ulipo kwa jina kuu la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ni Pastor Moses Njogu. Ninafurahia kwa sababu ya upendo wa Yesu na wokovu wake. Hakika Bwana amekuwa mwema na mwaminifu, na nashukuru kwa sababu ananipenda na anatupenda sote kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kufuatilia program zetu, asante kwa kusubscribe, asante kwa comment na hata kulike na hata kushare vipindi zetu na mahubiri. Ninaamini ya kwamba imekuwa ya baraka kwako, na wengi wamepeana feedback wakisema vile ambavyo wamebarikiwa. Karibuni kwa jina la Yesu na tutabarikiwa pamoja in Jesus mighty name. Ningependa tuombe ili tukaweze kushiriki neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu wa mbinguni atatubariki. Acha tuombe. Baba wa mbinguni, kwa jina kuu la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu ambapo Bwana umetupea ili tukaweze kushiriki neno lako. Asante kwa kipindi hiki. Asante kwa sababu ya mtazamaji huyu ananitazama, na muombea baraka na ushindi kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninaomba ukaweze kunena na maisha ya kila mmoja wetu kwa jina kuu la Yesu. Asante Baba wa rehema, kwa sababu katika neno lako kuna nguvu, katika neno lako Baba kuna uweza wa ajabu. Ninaomba ya kwamba tunapolisikia neno lako, Roho wako Mtakatifu akatusaidie hata kulielewa neno lako kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninakuinua na nakutukuza, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ningependa tuingie katika neno la Mungu katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza na mstari wa 16. In the book of Romans chapter number 1 and verse 16. The Bible says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." Praise the name of the Lord. Kwa dakika chache ambazo Mungu atatujalia, ninataka kuongea kuhusu nguvu za injili. Praise the name of the Lord. Kuna nguvu ambazo hupatikana wakati injili imehubiriwa. Gospel is the good news. Injili ni habari njema ya Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Injili ni habari njema ya Yesu Kristo, na katika kuhubiriwa kwa injili kuna nguvu ambazo huonekana, ambazo hudhihirika wakati injili imehubiriwa. Praise the name of the Lord. Wakati habari njema ya ufalme wa Mungu imehubiriwa, kuna nguvu za kuokoa, kuna nguvu za kukomboa. Haleluya. Kuna nguvu za kuweka huru ambazo hupatikana wakati injili ya ukweli ya Yesu Kristo imeweza kuhubiriwa. Praise the name of the Lord. Injili ni habari njema ya Yesu. Injili si habari njema ya watu ama mambo. Praise the name of the Lord. Si ufanisi wa watu, bali ni habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba Yesu alikuja humu duniani na alikufa na alifufuka kwa ajili yetu. Praise the name of the Lord. Alikuja akafanyika sadaka kwa ajili yetu. Alikuja ili akaweze kufanyika dhabihu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Alikuja ili waliofinyirika wakaweze kuwekwa huru. Praise the name of the Lord. Alikuja ili wagonjwa wakaweze kupona. Alikuja ili waliofungwa wakaweze kufunguliwa. Hiyo ndio habari njema. Habari njema ni habari ya upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Katika mlango wa 3 wa kitabu cha Yohana ule mstari wa 16, Biblia inasema ya kwamba, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever shall believe in him shall not perish but have everlasting life." Therefore, gospel is about the love of God to the world, to the sinners. Praise the name of the Lord. The Bible says,
while we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. That is the good news, that Jesus came to save sinners. Praise the name of the Lord. He came to redeem us from the powers of darkness. Glory to Jesus. Kwa hivyo, kwa habari jema ni habari ya Yesu, habari ya sadaka ambayo Yesu alifanyika kwa ajili yetu, habari ya upendo wa Mungu kwa ulimwengu wote, ili tukaweze kukombolewa, ili tukaweze kurejeshwa, ushirika wetu na Mungu kaweze kurejeshwa. This is the good news, that God gave his best. He gave his only begotten Son, Jesus Christ. He came and died. Praise the name of the Lord. He became the Lamb of God. Hallelujah. I remember John the Baptist declaring Jesus. Hallelujah. He was introducing Jesus to his disciples, and he said, behold the Lamb of God. Haleluya, tazameni mwana kondoo wa Mungu ambaye anachukua dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo injili ni habari njema, na katika injili kuna nguvu. Kila mara injili inapohubiriwa, mambo makubwa yanatendeka, miujiza inatendeka. Praise the name of the Lord. Wakati injili umehubiriwa, watu wanaokolewa, waliokuwa gizani wanaona nuru. Haleluya. Waliokuwa wamefungwa na vifungo wanafunguliwa. Yesu alipokuwa hapa duniani, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 na mstari wa 38, inasema ya kwamba how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Spirit and with power. Glory to God. Na Yesu akaenda kila mahali akitenda wema, akiponya walio wagonjwa na kukomboa waliokuwa wamefinyiliwa na shetani, kwa sababu Mungu alikuwa amempaka upako. By the word Christ means the anointed one. Neno Kristo linamaanisha mpakwa mafuta wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Luka mlango wa 4, Yesu alisema kwamba and the Spirit of God is upon me, for he has anointed me to declare, hallelujah, the good news to the world, to the people. Praise the name of the Lord. Kutangaza habari njema kwa kila mmoja kwa jina kuu la Yesu Kristo. Na kwa hivyo habari njema ni kwamba Yesu Kristo ndiye suluhisho la ulimwengu. Haleluya. Yesu Kristo ndiye jibu la kila maswali ambayo wanadamu wako nayo. Mwanadamu alikuwa na maswali ndani yake. Mwanadamu alihitaji mkombozi. Mwanadamu, kwa sababu mwanadamu alikuwa amehukumiwa mauti. Haleluya. Alikuwa amehukumiwa kifo. Lakini Yesu akakuja na akachukua mahali petu, ili na sisi tukaweze kuokolewa, tukaweze kuwekwa huru kwa jina kuu la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Kuna mambo matatu ambayo injili inafanya. Praise the name of the Lord. Number 1, the gospel brings salvation. Injili huleta wokovu. Salvation in Greek is soteria. Praise the name of the Lord. Soteria means deliverance, rescue. Praise the name of the Lord. Bringing safety through, hallelujah, or keeping from harm. That's salvation. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kusema kwamba Jesus came to deliver us. Praise the name of the Lord. To rescue us, to bring us to safety. Praise the name of the Lord. And to keep us from harm. Hallelujah. That's what God did through Jesus Christ our Lord. When Jesus died, he came to deliver us. Praise the name of the Lord. Alikuja kutukomboa. Tulikuwa watumwa wa shetani. Tulikuwa tumefungwa na dhambi. Tulikuwa tumehukumiwa mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa katika ufalme wa giza, but through Jesus Christ and by believing in him, praise the name of the Lord, basi tunaweza kuokolewa na kukombolewa na kuwekwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Walio katika Kristo Yesu hawapo tena chini ya hukumu. Ukisoma kitabu cha Warumi mlango ule wa 8 kuanzia ule mstari wa kwanza, praise the name of the Lord. Romans chapter 8 verse 1, the Bible says, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Glory to God. Hallelujah. For there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do.
by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, he condemned sin in the flesh, in order that the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh are set their mind on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the Spirit is life, and the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo injili huleta wokovu kutoka kwa dhambi, kutoka kwa utumwa wa shetani. Praise the name of the Lord. Number 2 ni redemption. Praise the name of the Lord. Redemption ni kulipiwa gharama, kulipiwa malipo ambayo inahitajika ili ukaweza kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuja, tulikuwa tumeuzwa kwa shetani. Haleluya. Shetani alikuwa ametumiliki. Kwa hivyo Yesu alikuja kulipa deni, kulipa gharama kwa ajili ya wokovu wetu, ili tukarejee mahali petu katika Mungu. Kumbuka Mungu alimuumba mwanadamu, na Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa na mpango na yeye. Alikuwa anataka mwanadamu na yeye na mwanadamu waishi kwa ushirika, waishi kwa pamoja. But when the devil came, akadanganya mwanadamu akaasi Mungu. Biblia inasema kwamba alifukuzwa kutoka kwa uwepo wa Mungu, kutoka kule kwa lile shamba la Eden. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kazi ambayo Yesu alifanya ni kuja kumrejesha mwanadamu mahali pake, akalipa gharama, akalipa deni ambayo ilihitajika ili kununua mwanadamu, kulipia mwanadamu gharama. Praise the name of that is what redemption means. Praise the name of the Lord. Is to be ransomed or brought back or restored by the payment of a price. It also implies being rescued, liberated, and set free. Praise the name of the Lord. The term redemption point out the means by which salvation is obtained by the payment of a ransom. The concept of the teaching of redemption can be summarized as for praise the name of the Lord, our sinful condition. Praise the name of the Lord, hali yetu ya dhambi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu alikuwa ametengana na Mungu, alikuwa mbali na Mungu. Kulihitajika ndani ilipwe. Praise the name of the Lord. Ili kumrejesha mwanadamu kwa Mungu, na kulihitajika damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo. Praise the name of the Lord. Damu, Biblia inasema kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hivyo kulihitajika damu imwagike, na damu ya Yesu Kristo ilitosha kutuondolea dhambi, kututenganisha na dhambi, kutuondolea uovu wote, na kurejesha ushirika wetu pamoja na Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo deni yetu imelipwa. The Bible says we are redeemed from the curse of the law. Hallelujah. Tuko tena chini ya laana ya sheria, kwa sababu Yesu Kristo aliweza kulipa deni yote ili sisi tukaweze kuwa huru, tukaweze kuokolewa, tukaweze kukombolewa kwa jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri tukaelewe ya kwamba injili inapohubiriwa inafanya mambo makubwa, inafanya mambo ya ajabu. Wengi wanakombolewa, wengi wanawekwa huru kwa jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na tukielewa hivyo, basi tutaweza kujua ya kwamba deni yetu imelipwa, na injili ndio nguvu za Mungu. The Bible says, neno limesema kwamba Paulo anasema, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Without the gospel there is no salvation. You must hear the gospel for you to be saved. Praise the name of the Lord. Kwa sababu injili ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu. Ili watu wakaokolewe lazima wasikie habari njema. For faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Praise the name of the Lord. Lazima wasikie na wasikie. Kwa hivyo ni jukumu letu
kuweza kuwatangazia watu habari njema. Tutumie njia zote ambazo Mungu ametusaidia nazo kuweza kuwaletea watu habari njema ya ufalme kwa jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wameokolewa, ni wajibu wetu kuwa mashahidi wa Kristo, kuondoka. Biblia inasema kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe, na kile atakayeamini ataokolewa, na kile atakayekataa ataweza kuhukumiwa. Yesu pia alisema ya kwamba nguvu hizi na mamlaka nimepewa katika mbingu na nchi, nimepewa mamlaka. Na akawaambia wanafunzi wake, enendeni basi mkawafanye watu wa dunia yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha mambo yote ambayo nimewaamrisha, na mkiwabatiza. Haleluya! Nami nitakuwa nasi hadi mwisho wa dahari. Praise the name of the Lord. Therefore the gospel is the power of God that brings salvation to whosoever believes. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wale ambao wanaamini, it's our responsibility, ni wajibu wetu kwenda ulimwenguni kote tukahubiri habari njema. In the book of Acts of Apostles chapter 1 verse 8, Biblia inasema kwamba for you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in the utmost part of the world. Hallelujah. Therefore we need to hear the gospel. The world need to hear the gospel. Hallelujah. Hakuna kitu inaweza kuokoa kama kuhubiriwa kwa injili. Elimu ya dunia haiwezi kaokoa, mali na utajiri haziwezi zikaokoa. The gospel peke yake, injili peke yake ndiyo iko na nguvu za kuokoa, kwa sababu katika ile injili kuna nguvu za kuukombozi, kuna nguvu za kubadilisha maisha. Praise the name of the Lord. Kuna nguvu ambazo zinawafanya watu kuwa wana wa Mungu na kuwa wana wa ufalme, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo ewe ambaye umeokoka, ni wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anapookoka anafanyika shahidi wa Kristo, na akona uweza wa kwenda na kuhubiri injili na kufanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu kwa jina kuu la Yesu Kristo. Huu si wakati wa kunyamaza. Wakati ulimwengu unaenda ukiharibika, ni wakati injili inahitajika kuhubiriwa sana, kwa sababu ndio wakati uovu unaongezeka na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo ni wajibu wetu sote tukaweze kuhubiri habari njema, kwa sababu kuna nguvu katika injili. Kuna nguvu wakati injili imehubiriwa na watu wamesikia injili, haleluya, na kuiamini, maisha yao yanabadilika, haleluya, na wanafanyika kiviumbe vipya katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna andiko ambalo linasema ya kwamba watasikiaje kama hawajaambiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Romans chapter 10 and verse 13. Romans chapter 10 and verse 13. The Bible says, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Glory to God. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hallelujah. Verse 14. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Hallelujah. Without someone preaching. Without someone declaring the good news. Glory to God forever. Hallelujah. How can they believe? Praise the name of the Lord. How can they hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Good news, the gospel is the good news. Praise the name of the Lord. How blessed are the feet, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Good news. Hallelujah. Kwa hivyo ni wajibu wetu kwenda na kupeleka injili ya Yesu Kristo ili watu wengi wakaisikie, in the mighty name of the Lord. Wajibu wetu na kazi yetu ni kuwatangaza na kuwaambia. Praise the name of the Lord. Kuna huyu mtu ambaye aliponywa na Yesu, alikuwa na mapepo. Praise the name. Ukisoma katika kitabu cha Mark chapter 5, glory to God forevermore. Tukienda hapo kwa jina la Yesu tunapomalizia, in the name of the Lord, in the book of Mark chapter number 5, in the name of the Lord. Kuna mtu ambaye alikuwa anakaa makaburini na kujikatakata na mawe pale makaburini. Alikuwa na mapepo wengi.
wakati Yesu alimkomboa na akakemea yale mapepo yakamtoka, huyu mtu Biblia inasema ya kwamba alienda akitangaza habari njema ya Yesu Kristo. Alienda akitangaza habari njema ya ufalme. Praise the name of the Lord. Ukisoma mstari wa kwanza inaanza kwa kuongea habari ya huyo mtu. Haleluya. Alikuwa mtu wa nchi ya Gensaret. Praise the name of the Lord. Alikuwa na mapepo wengi, na baada ya Yesu kumkomboa tunaona ya kwamba mstari wa 19, and he did not permit him but saying to him, go home to verse 18. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him, and he did not permit him but saying to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Praise the name of the Lord. Tunaona huyu mtu aliponywa na Yesu, na wakati Yesu alikuwa anaondoka, huyu mtu akataka kumfuata, lakini Yesu hakumkubalia, akamwambia enda nyumbani na kwa marafiki wako na waambie vile Bwana amekurehemu. Praise the name of the Lord. Yale Bwana amekutendea na vile Bwana amekuonea huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 20 unasema ya kwamba and he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Akaenda katika maeneo ya Decapolis. Hili neno Decapolis likitafsiriwa linamaanisha 10 cities, miji 10. Haleluya. Ambaye alitembea, haleluya, akitangaza matendo makuu ya Bwana, akitangaza vile Mungu amemtendea, akitangaza wema wa Bwana, akitangaza vile Mungu amemhurumia. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema kwamba and everyone marveled, wengi wakashangaa wakati walisikia mambo ambayo huyu mtu ametendewa, kwa sababu walikuwa wanamjua. Walikuwa wanajua kwamba alikuwa na mapepo. Walikuwa wanajua kwamba aliishi makaburini akijikatakata na mawe. Biblia inasema kwamba hata watu walijaribu kumfunga na wangewezana naye, kwa sababu alikuwa anafunja minyororo iliyomfunga na hakuna mtu alimweza. Lakini wakati alikutana na Yesu, Yesu akabadilisha maisha yake, na pale tunaona kwamba Yesu yule mtu akaenda akitangaza na watu wakashangaa. Praise the name of the Lord. Mambo habari ya Yesu lazima tuitangaze bila uoga, bila haya. Lazima tuondoke, lazima tuinue sauti zetu. Haleluya. Tusikubali shetani atunyamazishe. Tuhubiri kwa mitandao, tuhubiri kwa matelevisheni, tuhubiri kwa miji na vijiji na vitongoji. Haleluya. Ili wengi wamjue Yesu Kristo, mataifa yamjue Yesu Kristo, wafalme wa dunia wajue ya kwamba kunaye mfalme wa wafalme ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anaokoa na kubadilisha maisha kwa jina kuu la Yesu Kristo, in the name of the Lord. Kwa hivyo there is power in the gospel. Gospel is the power of God. Gospel is the power of God unto salvation. Haleluya. Na inabadilisha, inaokoa, inakomboa na inaponya, na mambo mengi makubwa yanatendeka wakati injili imehubiriwa. Miji yetu inahitaji injili, boma zetu zinahitaji injili, nchi yetu inahitaji injili ya Yesu. Haleluya. Na mambo yatabadilika wakati injili ya ufalme imehubiriwa, wakati neno la Mungu linahubiriwa. Mungu ulifuata neno lake ili akaweze kulitimiza. Mahali ambapo injili imehubiriwa, Mungu anashuka na kutenda mambo mema. Tumeona miji ambayo na maeneo ambayo ilikuwa imeshikwa na uganga na uchawi, na waganga walikuwa na tawala. Wakati injili imehubiriwa, ile miji inafunguliwa, maeneo yale yanafunguka na mambo makubwa yanatendeka. Haleluya. Kuna miji ambayo imefungwa, hata utajiri hakuna na maendeleo hakuna. Wakati injili imehubiriwa, maendeleo inaingia, miji inafunguka, mambo makubwa yanatendeka, kwa sababu injili ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu. Na kwa hivyo ninahimiza kanisa siku ya leo ya kwamba tusinyamaze, wache tuendelee kuinua sauti zetu. Haleluya. Si wengi watapenda, si wengi
supporter, but ninakuomba wewe ambaye unanitazama ya kwamba wacha ukajipeane, ukatangaze Yesu, habari njema ya Yesu, in the mighty name of Jesus Christ. May God bless you so much. Nimefurahia kuongea na wewe. Mungu akubariki sana na akutendee mema. Ningependa tuombe pamoja in the mighty name of Jesus. Glory to God forevermore. Hallelujah. Oh, I worship you, Lord. I glorify your name. I magnify you, Father. You are great God. You are a great Redeemer. You are a blessed Savior. Holy is your name, now and forever. You are from everlasting to everlasting. You are God Almighty. You are the one who was, who is, and who is to come. Glorious is your name, O God. Mighty is your name, Father. In the mighty name of Jesus, I honor you today. I honor you today. I worship you today. I love you, Jehovah, for you are a great God. You are a wonderful Lord. Mashakaraba Ganderi Masai. Asante kwa sababu ya kipindi hiki. Asante kwa sababu ya mtazamaji wangu. Asante kwa sababu ya neno hili. Asante kwa sababu umelipeana kwa wakati huu na najua litafikia wengi ulimwenguni. Asante Jehova kwa sababu kila mmoja ambaye atapokea ile neno, uhai utaingia ndani yake. Ataweza kupata uamsho wa ajabu kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninatangaza kibali na ushindi. Walio wagonjwa ukawaponye, walio chini ukawainue, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Natangaza nguvu za Mungu kwa watu wako. Bwana, ukawainue na ukawatendee mambo makubwa, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Asante kwa uwezesho wako Jehova. Asante kwa baraka zako Baba. Asante kwa neema yako Jehova, maana wewe Mungu unaweza. Tunakushukuru na tunakuinua, maana wewe ni Mungu mwaminifu, na ni katika jina kuu la Yesu tumeomba na tumeamini na tumesema amen. Amen, amen. God bless you. Mungu akubariki sana. Nimefurahia kuongea na wewe. Neema ya Mungu ikutoshe hadi wakati mwingine. God bless you. Shalom, shalom. In Jesus' name. Amen.